Naam, habari za wakati huu na karibu tena ndugu mtazamaji, ni kutaarifu yale ambayo yanajiri nchini Tanzania leo. Samia Suluhu na serikali yake ya CCM sasa wafungua mikono miwili kumpokea Tundu Lissu kujiunga na serikali yao ya CCM kwa mazungumzo. Wakubali kuwapokea Chadema na kuleta utulivu wa kisiasa nchini, huku wakituma ishara ya kumwalika Tundu Lissu pamoja na Chadema nzima kwa maridhiano. Bonyeza alama like kisha bonyeza neno subscribe na alama kengele chini ya video hii kabla ni kutaarifu ripoti hizi kwa kina na kwa undani zaidi. Hali ya kisiasa nchini Tanzania imebadilika kwa kiasi kikubwa leo baada ya serikali ya Tanzania inayoongozwa na Samia Suluhu kuashiria nia mpya ya kutaka kushirikiana na viongozi wa upinzani akiwemo Tundu Antipas Lissu na viongozi wengine wa Chadema katika kile kilichoelezwa kuwa ni hatua kubwa ya kuelekea kwenye maridhiano na utulivu wa kitaifa katika uwanja wa kisiasa. Tangazo hilo lilikuja huku kukiwa na shinikizo kubwa la umma kwa umoja kufuatia miaka mingi ya mivutano ya kisiasa Tanzania, kukamatwa na chaguzi zinazozozaniwa, huku wengine wakitua gerezani kama Tundu Lissu. Wananchi wengi wameelezea kuchoshwa na migogoro na wametaka mazungumzo yawepo njia ya kurejesha uaminifu kati ya serikali na wakosoaji wake, huko Samia Suluhu na serikali yake sasa ikikubali wito huo na kumkaribisha Tundu Lissu na Chadema kwa mazungumzo. Ujumbe kutoka ngazi za juu za serikali leo uliandaliwa kama mwaliko wa kufungua ukurasa mpya unaozingatia kuheshimiana na kuwajibika kwa pamoja. Waangalizi wanasema maendeleo haya yanawakilisha mojawapo ya ishara muhimu zaidi za kisiasa katika miaka ya hivi majuzi. Serikalini imeunda matumaini ya tahadhari miongoni mwa makundi ambayo kwa muda mrefu yamehisi kutengwa katika kufanya maamuzi ya kitaifa. Rais Samia Suluhu Hassan na serikali yake kupitia utawala wake wa CCM amesawiriwa kama ishara ya kunyoosha mkono wazi kwa wapinzani wa kisiasa kama Tundu Lissu, ambao wakati fulani walichukuliwa kama wapinzani badala ya washirika katika demokrasia. Maafisa wakuu sasa wamesitiza kuwa udhabiti wa nchi na ustawi wa siku zijazo unategemea ushiriki wa uaminifu badala ya uhasama wa muda mrefu. Wamebainisha kuwa majeraha yaliyoachwa na mizozo ya kisiasa Tanzania yaliyopita hayawezi kupoa bila mazungumzo na maelewano na kusameheana. Mwelekeo huu mpya unaonekana kama sehemu ya juhudi pana za kupunguza ubaguzi na kurejesha imani katika taasisi za umma serikalini. Wafuasi wa mpango huo wanasema kwamba upatanisho kati ya Chadema na CCM si ishara ya udhaifu, bali ni onyesho la ukomavu wa uongozi. Kwa hivyo hatua hiyo imeundwa kama jukumu la kitaifa badala ya makubaliano ya kisiasa. Sauti ya ujumbe huo ilitiwa nguvu pale waziri mkuu alipozungumza kwa niaba ya Rais Samia katika hafla ya kitaifa. Alithibitisha kuwa serikali ilipokea rasmi simu na miito ya viongozi wa dini na viongozi wa kisiasa wakihimiza umoja na ukweli na maridhiano na mazungumzo. Alisema rufaa hizo zinachukuliwa kwa uzito na zitapuuzwa. Kulingana naye, uongozi unatambua kuwa amani na mshikamano wa kijamii ndio msingi wa maendeleo endelevu. Alisisitiza kuwa dola haina nia ya kuzuia juhudi zozote za dhati zinazolenga kuwaleta Watanzania pamoja. Matamshi yake Mwigulu Nchemba alitafsiriwa kama hakikisho kwamba upatanisho sasa ni kipaumbele cha sera serikalini. Wasikilizaji wengi waliona kuwa serikali kwa mara ya kwanza baada ya muda mrefu wa mzozano ilikubali kina cha maumivu cha kisiasa nchini na sasa kufungua mikono miwili ya mazungumzo na maridhiano na upinzani. Waziri mkuu huyo wa Tanzania aliendelea kusema kwamba amepewa jukumu la kusimamia hatua za kiutendaji zinazohitajika ili kuleta uhalisia wa maridhiano, mazungumzo na amani. Hata hivyo, alieleza kuwa kazi hii ilihusisha kusikiliza pande zote mbili na kuhakikisha kuwa mazungumzo hayo yanabakia yenye heshima na kujenga. Serikali alisema ilikuwa tayari kukabiliana na ukweli mgumu ikiwa hiyo itasaidia kujenga tena uaminifu. Maneno yake alipendekeza kwamba utawala uelewe uzito wa wakati huo na matarajio yaliyowekwa juu yake. Wachambuzi walibaini kuwa kumteua mtu mkuu kusimamia mchakato huu kulionyesha kiwango cha kujitolea ambacho hakikuwa kimeonekana hapo awali kwa muda mrefu. Kwa hivyo hatua hii ilitazamwa kama ishara thabiti badala ya ishara. Hata hivyo, katika sehemu nyingi umakini ulielekezwa kwa Tundu Lissu pamoja na Chadema, ambaye Tundu Lissu safari yake kisiasa imegubikwa na makabiliano, uhamisho na ustahimilivu. Jina lake limekuwa sawa na siasa za upinzani Tanzania na madai ya mageuzi. Pendekezo kwamba yeye na chama chake cha Chadema sasa wanaweza kukaribishwa katika majadiliano rasmi na serikali yanawakilisha mabadiliko makubwa ya sauti. Wafuasi wa Chadema wanaona hii kama fursa ya kushawishi sera ya taifa kutoka ndani ya mfumo wa ushirika. Wakati huo huo, wakosoaji wamebakia kuwa waangalifu, wakikumbuka
kwamba nyakati zilizopita, wakati ahadi za mazungumzo zilishindwa kutekelezwa, bado mwaliko wenyewe umeelezewa sana kuwa haujawahi kutokea. Ombi la hivi majuzi la Freeman Mbowe pia la uponyaji wa kitaifa pia limechangia pakubwa katika kuchagiza matarajio ya umma katika mazungumzo haya kati ya Chadema na serikali. Wito wake ulisikika kwa wananchi wanaoamini kuwa utangamano wa kisiasa hauwezi kuwepo, huku wengine wakibaki kutengwa au kunyamazishwa. Watu wa maoni wengi walidai kuwa majibu ya serikali kwa ombi lake yaliashiria mabadiliko makubwa. Ilipendekeza kuwa uongozi ulikuwa tayari kuzingatia mageuzi ambayo yametupiliwa mbali awali. Mabadilisho kati ya viongozi wa serikali na upinzani sasa yamekuwa ishara ya uwezekano wa mabadiliko na amani. Nchini kote Tanzania, Watanzania wa kawaida wameanza kujadili jinsi maridhiano yanavyoweza kuonekana kiutendaji. Wengine wanatumai itasababisha kupunguzwa kwa kukamatwa kwa kisiasa, kuwekwa gerezani kisiasa, kujieleza huru na pia ushindani wa haki katika chaguzi zijazo. Wengine wanataka kuona mipango ya pamoja inayoshughulikia changamoto za kiuchumi zinazowagusa wananchi wote bila kujali itikadi zao za kisiasa. Wazo kwamba wapinzani wa zamani wanaweza kushirikiana limezua matumaini na mashaka kote nchini. Hata hivyo, wengi wanakubali kwamba kuendelea kwa migawanyiko kungezuia tu maendeleo. Kukua kwa maslahi ya umma sasa kunaonyesha hamu ya pamoja, utulivu na ushirikishwaji. Viongozi wa kidini pia wamekaribisha uwazo wa serikali, wakisema kwamba amani na umoja ni wajibu wa kimaadili na pia mahitaji ya kisiasa. Wamezitaka pande zote mbili kukaribia mchakato huo kwa unyenyekevu na ikhlasi. Kuhusika kwao kumeongeza mwelekeo wa kiroho na kimaadili kwenye mazungumzo ya kisiasa. Ndani ya duru za serikali, viongozi wamesisitiza kuwa maridhiano haimaanishi kuacha utawala wa sheria au mamlaka ya serikali. Badala yake wanabishana ni kutafuta mwafaka huku kuheshimu taasisi. Wameelezea imani kuwa ushirikiano na viongozi wa upinzani unaweza kuimarisha utawala badala ya kuudhoofisha. Utawala umeunda umoja kama mradi wa kitaifa pamoja ambao unavuka mipaka ya vyama. Simulizi hii inalenga kuhakikishia wafuasi ambao wanaweza kuwa na wasiwasi kuhusu maelewano. Pia inalenga kuonyesha kwamba ujumishaji unaweza kuwepo pamoja na utulivu. Kwa Chadema na wafuasi wake, mwaliko huo unawakilisha nafasi ya kushiriki katika kuunda mustakabali wa taifa kwa njia za amani. Wengi wanaona kama uthibitisho wa wito wao wa muda mrefu wa mazungumzo. Wanaamini kuwa ushirikishwaji unaweza kusaidia kushughulikia malalamishi ambayo yamechochea machafuko ya kisiasa Tanzania kwa muda mrefu. Sambamba na hayo, viongozi wa chama hicho wameelezea kuwa wataendelea kuwa makini katika kulinda misingi yao. Uwiano kati ya ushirikiano na uwajibikaji utaangaliwa kwa karibu. Jibu lao litakuwa na jukumu muhimu katika kuamua mafanikio ya mchakato iwapo Chadema watakubali ombi hili la serikali na kuunga mkono maridhiano. Jumuiya pana ya kimataifa pia imeonyesha kupendezwa na maendeleo haya ya serikali kuifungulia mikono Chadema. Wanadiplomasia na waangalizi wa kikanda wamepongeza hatua hiyo kwa ni hatua nzuri kuelekea uimarishaji wa kidemokrasia. Wamehimiza pande zote mbili kusalia kujitolea kwa mazungumzo ya amani. Mtazamaji, ningependa kusikia maoni yako upande wa comment section kuhusiana na swala hili, ama upande wa maoni chini ya video hii kuhusiana na swala hili la Chadema ama serikali kuweza kukaribisha Chadema kwa mikono miwili na kuifungulia milango Ikulu ili tu waweze kukaa meza moja kwa mazungumzo. Je, wewe mtazamo wako ni upi? Na kuachia uwanja huo wa comment section, kumbuka ku like video hii kisha subscribe na ubonyeze alama kengele. Ukifanya hivyo itakuwa umenisaidia kwa sana. Vile vile gusa kiboksi hicho kwenye screen yako kwa taarifa zaidi.